Game time, tunavyo sisi. Bwana, baada ya miaka 22 klabu ya Arsenal imefanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya pale nchini Uingereza. Ni moja kati ya jambo ambalo lilikuwa ni big news weekend iliyopita. Tunakwenda kwenye weekend nyingine, weekend mpya ya Arsenal, tena the Gunners wapo kwenye finali ya UEFA Champions League. Finali ambayo watakwenda kucheza dhidi ya PSG. Meza Game Time tupo tayari kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo yanakwenda kutokea kwenye mchezo huu, lakini mchezo wa mwisho kabisa wa UEFA Champions League tunaangalia safari ya Arsenal, safari ya PSG mpaka wanafika finali hii ambayo inakwenda kuchezwa weekend hii. Jina langu ni Andrea Masawe. Nipo na Skulls Sensei, shabiki wa Arsenal, shabiki ambaye ana matarajio ya kuchukua kombe la UEFA Champions League. Nipo na Muroking, yupo vizuri kweli kweli, lakini pia nipo na Masud. I am Masud. Yupo vizuri kweli kweli kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo yameandaa kuhusu finali ya Arsenal dhidi ya PSG. Ni UEFA Champions League. Mechi ya mwisho. Skulls Sensei, nadhani upo vizuri. Salama kabisa. Muroking fresh kabisa kaka. Masud, Naam. mambo yako vizuri Kabisa. ni finali ya UEFA Champions League. Safari ya Arsenal kwa namna moja au nyingine ilikuwa ni safari ambayo haikuwa na vikwazo vingi sana kwa Arsenal. Ni kwa sababu ya aina ya kikosi, kocha walionayo ama mipango yao binafsi. Arsenal wamefanikiwa kufika finali, lakini pia wamefanikiwa kuchukua ubingwa. Ni mafanikio mawili, ni mafanikio ambayo yamekwenda kwa pamoja. Inamaanisha kuna vitu vipo kwenye klabu vinafanyika kwa usahihi zaidi. Ni wapi zaidi Arsenal wamewin msimu huu? Nafikiri Arsenal kwenye misimu mitatu minne iliyopita walijaribu sana kufanya walichokifanya sasa hivi. Na ukiangalia progress zilivyokuwepo na nini, unaona tu ingetakiwa ifike kipindi ambacho though watu wanafikiri kama kimetumia miaka mingi kuanzia 2022 mpaka sasa hivi na 26 ndo matokeo yametokea, ndo maana wanasema the process. Lakini ilikuwa inafika kipindi lazima kwa zile hatua walizokuwa wanazipiga ulikuwa unaona kuna kitu kinakuja. Labda unaweza kusema itakuwa mapema sana kwa wao kuchukua Champions League kulingana na jinsi timu ilivyotengenezwa kuanzia 2020 mpaka 2026. Lakini ukiangalia kwa PSG pia alitengeneza timu kwa muda mchache baada ya Enrique kufika na kuweza kuchukua Champions League. Hayo ni matokeo ya consistency, ni matokeo ya kujitoa zaidi, ni matokeo ya kuwa na ule tunaosema ugumu, yani ile gamba gumu la kukubali kuwa criticized, za kukubali kutukanwa na kukubali kupokea mabadiliko, ndio yanasababisha result nzuri zinatokea. Kwa Arsenal ukiangalia kama Champions League watu wanaona kama ni tofauti wanavokabwa na wanavyokuepo EPL, kwamba Champions League timu mara nyingi hazikutani naye, so zinamwachia space, ndio maana anakuwa anapata matukio. Lakini ukirudi misimu miwili nyuma, Arsenal ametoka hatua ya 16, Arsenal ametoka nusu finali mara moja, na ametoka kuelekea robo finali mara mbili. Lakini sasa hivi amemaliza mpaka nusu finali. Kwa hiyo unaona ni kipindi ambacho na wao walijitahidi capitalize zile ambazo wanasema watu wanashindwa kuwaelewa jinsi gani wanawakaba. Ukija kwenye ligi pia haikuwa rahisi, kwa sababu kukimbizana na timu kama Manchester City, mtu anakuja tuto ni anatisha, kwa sababu ukiangalia kwa misimu kuanzia Pep amefika mpaka sasa hivi, at least uwe na pointi 80 plus ndo unaweza ukajihakikishia ubingwa, tofauti na kabla Pep hajafika. Tukirudi tu nyuma kipindi cha Leicester City miaka 10 iliyopita alichukua kombe akiwa na pointi 70 plus. So kwa sasa hivi mambo mengi yamebadilika, jinsi ya kucheza kimatokeo, jinsi ya kuentertain mashabiki, kwa sababu kuna kipindi Arsenal walikuwa kazi yao ni kuentertain, kucheza football nzuri tu, lakini matokeo hayaji. Sasa hivi unaiona Arsenal akikutana na mtu ambaye anamwachia space, anacheza football nzuri na anaondoka na matokeo. Akikutana na mtu ambaye anacheza haram football na yeye anacheza haram football, lakini mwisho wa siku matokeo anapata, na wanasema ile unashinda vibaya, winning ugly. Arsenal amejifunza hilo sasa hivi, nafikiri ndio liliwasababisha pia wafike walipofika. Na pia Ferguson aliwahi kusema
mastrika watakushindia mechi, lakini mabeki watakushindia makombe, na ndo alichokifanya sasa hivi Mikel Arteta. Sababu hata ukiangalia Champions League, Arsenal ndo timu ambayo imeruhusu magoli machache mpaka sasa hivi kwa clean sheet za kutosha, ndo timu pekee ambayo haijafungwa kabisa Champions League mpaka inavyokwenda finali. Ukija kuangalia kwenye huku EPL, ndo timu ambayo imeruhusu magoli machache, ndo timu ambayo haina red card, ndo timu ambayo haija concede penalty. So unaona mastrika hata wasipofanya kazi yao kufunga goli nyingi, lakini goli hilo moja mabeki wanaweza wakalihold na wao wasiruhusu goli. Pia David Raya ndo kipa ambaye ameongoza kwa clean sheet EPL kwa msimu huu. So naona ni consistency tu na jinsi ya kumanage kikosi, though pia Arteta alipewa fungu la kutosha, kwa sababu kwa kila nafasi kulikuwa kuna zaidi ya watu wawili ambao wanaweza wakafanya rotation na viwango havijapishana sana. So ni kama akitoka mtu kama Zubimendi chini, anaweza akacheza Rice, juu yake labda akaanza Skelly au akaanza Merino au Havertz. Unaona viwango havijapishana sana na wote wanaelewa nini kocha anataka wakifanya. Upande wa kushoto anaweza akaanza Ben White hivyo akadeliver. Timber akija ataongeza vitu vidogo, lakini timu inaendelea. Niko na swali hapo kwenye swala la rotation ya kikosi. Kwa Arsenal ukiangalia kwa jicho la nje unaweza usiogope rotation yao. Just wanaonekana ni kama wapo kwenye level, rotation ya pili ya Arsenal wapo kama kwenye level ya kawaida. Kwa kina Kayo, kina Madueke, just wanapokea watu wanawakosoa sana kutokana na uwezo ambao wanaonyesha uwanjani. Kipi kingine ambacho kimepelekea Arsenal wafike hapa walipo? Kwa sababu hawana rotation ya kutisha sana kama walivyo either Man City ambao ni wapinzani wao wakubwa. Linapokuja swala la rotation, tunazungumzia jinsi ya kumanage kikosi ulichokuwa nacho. Unachokizungumzia wewe ni squad depth, ambao squad depth inategemea kikosi cha kwanza na kikosi cha pili, au na reserves walokuepo au substitution walokuepo. Unapokuwa unamcompare Saka na Madueke, level zao za mpira kikawaida ni Saka yuko juu zaidi ya Madueke. Lakini Madueke anaweza akaingia lakini akakupa kile ambacho kinapewa na average player, kwa sababu average player anakupa kile ambacho kinaitwa basic, kocha alichomwambia akifanya na execution yake ilipo. Kama kazi yako ni kucheza half na kucut inside, ndio hicho anakupa. Tofauti na Saka ambao anaweza cut inside akapiga mwenyewe au aka-assist. Madueke labda anaweza kukuofa kudribble paka mwisho akapiga tu cross. Ukiangalia kwa upande labda wa huyu Martinelli na Trossard yeye tunamjua yeye ni clinical, yani ni mzuri wa kwenye kumaliza, hana speed sana, hana nini, lakini bado anacheza kwenye mfumo. Usipande sana kipindi hatuna mpira, aingia katikati kipindi tuna mpira, ili umruhusu Nkapie ama Calafiori apite kwenye njia yako. Ndio hicho Madueke ambacho Martinelli anakuja kukuofa, lakini Martinelli anakuofa nini zaidi? Speed. Yani so ni wachezaji ambao hawajapishana sana, na wanavyoenda kufanya execution ya kocha anachokitaka vinakuwa vinalingana. Yes, bana Moroking. Yeah. Tukiyama kidogo Arsenal, tukizungumzia PSG, ni msimu wa pili, ni mwaka wa pili mfululizo, msimu wa pili wa UEFA Champions League, anaingia finali. Na ni mara chache kushuhudia timu zikifanya hivi. Kwa PSG hii consistency kwanza imechangiwa na nini? Ya kushiriki mara mbili mfululizo kwenye finali ya UEFA Champions League. I think kitu cha kwanza, hakuna mabadiliko makubwa kwa kikosi kilichocheza finali ya msimu uliopita dhidi ya International. So it's just ni wachezaji wale. Mabadiliko ni machache sana, kwa sababu tumeona mfano kwa Liverpool, ni kama Liverpool alifanya overhaul ya kikosi cha msimu uliopita. Aliondoa watu, akaongeza watu wengine ambao kwa bahati mbaya watu hao hawajaweza kudeliver. Na nilikuwa naangalia mahojiano ya Arne Slot jana, aliulizwa describe Liverpool season in one word, akasema injuries. Kwamba umemsajili Giovanni Leoni ameumia, umemsajili Alexander Isak ameumia, umemsajili Jeremy Frimpong, kila saa Jeremy Frimpong yuko chini au yuko kwenye majeraha, umemsajili Florian Wirtz majeruhi. So it's almost the same, lakini the same cannot be said to PSG. PSG kikundi kile ambacho kilianza dhidi ya International Milan na kuwapiga mkono msimu uliopita,
mabadiliko ni machache sana. So a number of times ukiwa na wachezaji wale hata maelekezo ni tofauti. Yani maelekezo hayawi maelekezo mengi kwamba tunafanyaje, tunaenda tunafanya 1 2 3 na inakuwa rahisi hivyo, kuliko kuwa na timu ambayo ina mabadiliko kiasi. Yes. Transition hapo ni kubwa sana, kwa sababu unajua kwenye mpira wa miguu ukiachana na kufundishwa na kocha, mchezaji lazima awe na kitu ambacho yeye anaweza akaofa. Sasa pale ambapo kocha ndo kwanza anapambana kuhakikisha kwamba mimi nataka 1 2 3 mpaka kiwaingie wale watu ambao wao washazoea kucheza namna yao tofauti chini ya makocha wao huko walikotoka, ni kazi kubwa. Kwa kitu kikubwa sana ambacho kinawapa manufaa PSG ni kuwa na the same squad, au kuwa na watu wale. Wakati mwingine inawezekana sio kuwa na same squad rather, lakini kuwa na wale senior players ambao wako wale. Naamini kwenye finali ya msimu huu ya UEFA Champions League 70-80 ya wachezaji watakuwa wale. In exclusion labda kwa Gianluigi Donnarumma ambaye ameenda Manchester City. Hivi ni kipi ambacho kimetofautisha PSG ile ambayo ilikuwa ina mastaa wakubwa wa kuimbwa na hii ambayo sasa hivi inaonekana na kizazi kipya zaidi kwenye kikosi chake? Maana ile watu walikuwa na matarajio mengi sana, lakini hii inaonekana ina vijana wabichi, lakini ndio inafanya makubwa zaidi. Kitu cha kwanza zaidi au kitu kikubwa ni kwamba kwenye mpira wa miguu kuna mambo mawili. Kuna kuwa na wachezaji wazuri na kuna kuwa na timu nzuri. Timu nyingi sana Ulaya either kwa kukosa maneno bora zaidi zina wachezaji wazuri, lakini wale wachezaji wazuri kuwaunganisha kuwa timu moja, wao waongee lugha moja. Tumeona mara nyingi unakuta timu wachezaji wanagombana kupiga penalti. Hao ni wachezaji ambao kila mtu ukiachana na ajenda za timu, yeye ana ajenda yake, vitu ambavyo huwezi kuona kwenye timu nzuri. Kuna timu nzuri na kuna kuwa na wachezaji wazuri. PSG ilikuwa ina wachezaji wazuri tu na wachezaji wakubwa, kila mtu analeta ego yake. I think ni kitu ambacho inawezekana kiko pia Real Madrid. Ukiangalia kwenye makaratasi ana makipa wazuri wawili, si ndio? Ana kwenye left back, right back, center backs ana mabeki ambao ukiwaangalia kwa majina unasema hawa mabwana wanakosa nini? Yeah. Midfield striking force wawili. Lakini ukiwaweka sasa kwenye karatasi kupata muunganiko, nadhani Luis Enrique ameweza kutengeneza muunganiko na timu ya vijana wadogo walionao, kwa sababu ni rahisi kuwapa maelekezo na wao kuyafanya kuliko kuwa na Galacticos kama ambavyo iliwahi kuwa kwa Real Madrid. Na PSG wana vijana wadogo ambao wanataka mafanikio, lakini Arsenal pia wana vijana ambao wanahitaji kuweka historia ndani ya klabu. Ni safari za timu hizi mbili ambazo zinaenda kuhitimishwa weekend hii. Masoud, kwa kutazama safari ya Arsenal toka ile hatua ya league mpaka wanafika finali, na PSG kutoka ile hatua ya league mpaka wanafika finali, kwa jicho la nje, kabla tujaenda kutazama mchezo moja kwa moja, nani zaidi anapewa nafasi ya kufanya vizuri kutokana na safari ambazo wamezipita? Arsenal wamekuwa wana safari nzuri sana imewapa mashabiki wengi wa Arsenal matumaini ya kwamba wanaweza wakapata kitu tarehe 30. Lakini kutokana na hayo yote pia PSG wako katika daraja lao tofauti kabisa. Wao ni mabingwa watetezi na ni timu ambayo iko pamoja kwa muda mrefu. Ulikuwa anaongelea hapa kuhusiana na namna Luis Enrique alichokifanya. Amechange the culture ya PSG kutoka kuwa na timu ambayo inategemea sana individual brilliance za mchezaji mmoja paka kuwa na collective output kutoka kwa kina Dembele, kina Desire Due. Ameweza kufanya hivyo. Sasa hivi mchezaji kama Dembele, Ballon d'Or winner, ni mchezaji ambaye ana press, mchezaji ambaye ana kaba. Ni vitu ambavyo unaweza kupata tabu kuviona kwa wachezaji kama kina Neymar ama kina Mbappe ama Lionel Messi. Ni ngumu kwa sababu yeye anavyotaka kucheza, wanacheza kile namna yeye anavyotaka wacheze.
So katika hizi timu mbili PSG kidogo anapewa ni favorite kwa sababu kwa namna wanavyocheza. Arsenal wamekuwa wazuri sana, wana stats nzuri, hawafungiki kirahisi, lakini kwa upande wa pili PSG wanafunga sana, wamefunga timu nyingi ambazo ni ngumu kufungika. Kwa hiyo mzani kidogo unaelemea kwa PSG, lakini this is fine. Ni dakika 90 labda dakika 30 za nyongeza, lakini ni mpaka mshindi apatikanike. Kwa hiyo chochote kinaweza kikatokea, japo PSG they are the favorites. Tukibaki hapo hapo, labda Arsenal, unakumbuka weekend iliyopita wamechukua ubingwa wa EPL. Hii inaweza ikawa chachu kwa wachezaji kuendea of course. Miaka 22 ni mingi sana. Miaka 22 ni mingi sana. Kama unabisha waulize mashabiki wa Arsenal. Au kama anabisha tumuulize umri wake. Of course. Miaka 22 ni mingi sana. Kuna namna ambayo kuchukua ubingwa kwa kazi ambayo umeifanya kwa takriban miezi 7, miezi 8, kuchukua ubingwa inakupandisha mabega kidogo. Inakupa confidence ya hali ya juu sana. So sitashangaa wakienda wakapata ubingwa. Sitashangaa kwa sababu hata kwenye league phase wamekuwa ni timu bora kuliko timu yoyote ile. So sitashangaa kuchukua ubingwa, it's a very huge boost kwao, na wanaamini sasa hivi it's 50-50. Kwao wanaamini it's 50-50. Naamini hata wachezaji wanaamini it's 50-50. Japo kwenye makaratasi na namna wanavyocheza PSG technically wanaonekana they are the favorites. So lakini kiukweli kwa kuchukua ubingwa imewapa boost kubwa sana. Bwana Skills, nadhani unaifahamu PSG jinsi ambavyo inacheza. Wao wakipata mnyonge wanamshona kweli kweli. Lakini pia Arsenal ni wagumu sana kufunga magoli. Wamekuwa wakishinda goli moja hasa kipindi ambacho sisi tunatarajia washinde goli nyingi wakiuendea ubingwa, lakini wao walikuwa wanashinda goli moja wanatulia, goli moja wanatulia. Sasa nadhani nipate maoni kutoka kwa kama shabiki wa Arsenal. Unadhani Arteta akienda na namna gani ya uchezaji anaweza akawawin PSG ambayo unafahamu pia haina uchezaji wake? Tukirudi nyuma, msimu uliopita Arsenal alicheza na PSG mechi 2. Home and away. Arsenal Emirates akafungwa 1-0, Faransa akafungwa 2-1. Ukiangalia mechi zote mbili PSG alishinda kwa sababu chance alizozipata zote alicapitalize. Lakini utofauti wa Arsenal na PSG ule msimu ulikuwa ni mtu mmoja tu, Donnarumma alikuwa kwenye siku zake ni nzuri kwenye game zote mbili. Kwa mfano kuna save alizifanya 2 tukiwa Emirates, save ya Martinelli, save ya Trossard. Zile kwa siku nyingine za game zile zote ni goli. Tulivyofika Ufaransa vile save alizozifanya mapema kabisa, Declan Rice ile header, Martinelli ile save ya mguu, akaja akafanya tena save nyingine ya Odegaard ya kona, akaja akafanya save nyingine tena ya Saka ambayo ilikuwa imepigwa finesse mbali kabisa, lakini step zake za Donnarumma akacheza. Then ndo mpira ulivyo. Lazima mtu mmoja au timu nzima iwe kwenye form ili kupata matokeo. So kama alivyosema Masudi, game ni 50-50 kwenye uwanja wa vita, lakini kwenye makaratasi labda PSG ana 55-45 against Arsenal. PSG anafunga kweli, anafunga kwa watu waliokutana nao, tukirifaa Bayern, tukirifaa Liverpool, tukirifaa Chelsea, aliconcede goli 8 katika mechi 2. Lakini anaenda kukutana na defenders ambao kuanzia midfield mpaka defenders ambao wana zaidi ya misimu 2 plus hawaja concede goli 3 kwenye mechi moja. So hapo pia PSG wanajua anakutana na nani, na msimu huu nafikiri Arsenal goli nyingi alio concede ni goli 2, goli 3 alifungwa na Manchester United 3-2, ndio goli pekee ambazo ameconcede nyingi msimu mzima. So sidhani kama finali itakuwa ni rahisi, kwa sababu kama mtu kwenye game tu za kawaida za ligi anakuwa
anashindwa kuconcede game nyingi, goli nyingi, imagine finali atakuwa yuko compact kiasi gani. So inaweza ikawa game ya kushambulia, mwingine ana defend, au inaweza ikawa game ya kupishana, na ukipishana na PSG tatizo litakuwa upande wako. Uzuri ni kwamba PSG na yeye ana concede magoli. Yes. So ni 50-50 kwa wachezaji, then kama walivyosema watu wengi au kama inavyoonekana PSG ana at least 5 points ahead ya Arsenal, labda 55 kwa 45, lakini naona anything can happen, ni finali bro. Yeah. Kuna kitu cha kuongezea kwenye swala hili la Arsenal dhidi ya PSG? Nafasi ya Arsenal uchukua ubingwa, lakini nafasi ya PSG uchukua UEFA Champions League. Well, nafasi ya Arsenal ipo kwa sababu ni finali. Wangekuwa hawana nafasi kabisa, wasingekuwepo finali. Kwa hiyo itakuwa ni disrespect kusema kwamba Arsenal hana nafasi kabisa ya kuchukua ubingwa. It wouldn't be true, na hatutokuwa wa kweli kwa mpira wa miguu tukisema hivyo. Lakini kuna kitu hapa cha tofauti mimi nakiona. Kuna timu moja ambayo imecheza finali msimu uliopita na ina kikosi kile kile. Naamini wachezaji wa PSG watakuwa wanataka sana kuwa kama timu zingine ambazo zimewahi kufanya back to back. Kwa hiyo morali yao itakuwa juu, kutaka kuwa na back to back championship, ambao nadhani the last amefanya ni Real Madrid. Lakini on the other hand, kuna timu nyingine ambayo ni Arsenal. Kwenye ligi ya ndani amechukua kikombe baada ya miaka 22, amechukua kikombe chake cha kwanza baada ya miaka 22, akiwa na rekodi kama kufunga magoli mengi, rather sio kufunga magoli mengi lakini kufungwa magoli machache, na hawajapigiwa penati hata moja kwenye upande wao, hawana kadi nyekundu yoyote hata ya kuvua jezi. So this means hawa ni watu ambao wako disciplined, kwa sababu if at all kadi nyekundu ambazo Chelsea wamepata msimu huu ni kadi nyekundu 11, na tunawabash Chelsea kwamba ni the most indisciplined team kwenye EPL msimu huu, na lazima tuwasifie Arsenal kwamba wao hawajapata kadi nyekundu at all, unanielewa? Kwa hiyo going to the game ni kwamba hii ni timu ambayo haijachukua kikombe chochote cha ligi tangu mwaka 2003 2004. Kwa maana yake walikuwa na hamu na kitu chao na wamekipata. Hii ni timu ambayo haijafika finali ya UEFA Champions League tangu 2006 ambapo walicheza na FC Barcelona, ambapo Barcelona walishinda 2-1. Sasa inawezekana huu ukawa ni mwaka wa mavuno kwa Arsenal, kwa sababu wachezaji wengi wa Arsenal inawezekana wakati Arsenal wakifika finali 2006 walikuwa wadogo sana, na ni kitu ambacho hawajawahi kukitazamia. Kwa hiyo there is a possibility PSG wakawa wana uwezo mkubwa wa kuchukua kikombe kuliko Arsenal, lakini kuna uwezekano mkubwa sana Arsenal wakawa wanakitaka kikombe kuliko PSG, and hiyo kwenye ground au kwenye play inaweza ikaleta mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo mimi natazamia utakuwa mchezo wa kuviziana. Yoyote ambaye ataviziwa na akaslip, nadhani shughuli yake itaisha. Utakuwa mchezo mkubwa sana wa kuviziana. Atakayeweza kuvumilia hadi mwisho atapata taji. Atakayeweza kuvumilia hadi mwisho atapata taji la UEFA Champions League. Kumbuka hii ni UEFA Champions League. PSG dhidi ya Arsenal ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Kuna mashabiki wa Arsenal nilikuwa naongea nao hapa, anasema hawajafurahia hata ubingwa, wanasubiri ubingwa mwingine. Yaani wao hauhesabii. Sijajua na wewe unawaza hivyo? Kwa kweli kama mimi sijaanza bado kushangilia ubingwa wa Uingereza. Nafikiri baada ya tarehe 31 ndo nitaanza sasa sherehe zangu za ubingwa. Tafrija zitaanzia hapo. Naona kama jezi yako ya tafrija. Kama tafrija. Naona dalili ya jamaa kutokushangilia chochote. Yaani wapo ni mwaka wake wa mafanikio, amechukua ubingwa lakini hatoshangilia. Inawezekana ni mwaka wa mavuno. Kwa sababu kumbuka, ukisema sitashangilia, tunaweza tukasema hata kwa bahati mbaya PSG kachukua ubingwa wa UEFA. Hapo katikati tutapishana kwamba tutacheza World Cup and everything, vitu vitabadilika.
alafu Agosti tutaanza ligi. Yeah. Kumbuka utakuwa unacheza na bingwa kwa miezi 8 mpaka tena Mei. Mpaka bingwa mwingine aidha mwingine apatikane au hicho kipindi chote pia ni cha tafrija, miezi yote 8 mpaka Mei. Kama Chelsea tulivyo kwenye tafrija ya World Cup. Hapana, kama mvyo kwenye tafrija nafasi ya 10. Tafrija yetu miaka 4. Kubali sana. Tuna tafrija ndefu sana miaka 4. Bwana, sasa tunaenda kutoa bingwa wa UEFA Champions League. Taja tu mmoja. PSG ama Arsenal? Arsenal the Gunners. PSG ama Arsenal? PSG. Hiyo ilikuwa ni wazi. Kulikuwa kuna haja ya wewe kubalance, wewe sema Arsenal. Siwezi kubalance kwa Arsenal. Fadhali. Mimi PSG. Najua hakuna kumfunga PSG zaidi ya Chelsea. Kama nimemshinda mimi kumfunga, basi uweze kumfunga. Kaka, hakuna wa kumfunga PSG zaidi ya Chelsea tena. Yeah. Hebu mkumbushe alifungwa goli ngapi huyo? 8-2. Amenifunga kipindi ambacho na mimi nimechoka. Na yeye akisema kipindi kile alikuwa amechoka. Yaani uwezo ukasema umechoka kwa sababu gani? Kwa sababu amekukuta kwenye ligi, wewe uko nafasi ya 7. Ulikuwa umechoka kufanyaje? Alikuwa amechoka kwa 7. Au umechoka kufungwa? Sio kweli. Uwezo wa Chelsea ni finyu sana. Yaani kwanza tunaikosea Champions League kumuongelea mtu ambaye yuko nafasi ya 10 bwana. Tumekosea sana. Basi tunatamatisha hivyo kwenye game time ya weekend hii. Weekend ambayo upaswi kuikosa, weekend ya UEFA Champions League. Bwana, unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, X zamani Twitter kwa jina la Dimbani Connect. Unapata clip zote za game time, lakini episode nzima hii inapatikana YouTube, lakini pia kuna short pale YouTube ndogo ndogo ambazo zinaonyesha mambo makubwa ambayo tunaangalia hapa ndani ya game time. Kumbuka World Cup 2026 inaanza hivi karibuni, na meza game time tumekuandalia mambo mengi kweli ambayo tutakuja kuyaongelea kuhusu World Cup. Na weekend inaofuata hapa tutafanya recap ya kucheck vikosi ambavyo vitacheza World Cup ya mwaka 2026, hasa vile vikosi vikubwa ambavyo vinatazamwa na watu wengi kweli. Kwa hiyo usibanduke kando ya game time, endelea kutufuatilia kupitia Dimbani Connect. Bwana Skills Sensei, kwenye mtandao ya kijamii tunakupata vipi? Skills_sensei, Twitter, zamani X na Instagram. Yes, Masud. Masud. Moro King. Mtandao wa Twitter zamani X napatikana kwa jina la @moroking. Mtandao wa Instagram napatikana kwa jina la moroking_. Instagram I'm _Masud Junior. X I'm Masud Junior. Yes, mimi ni Andrea Masawe. Instagram, Facebook nifuate kwa jina la Andrea_Masawe 14. Uwe na wakati mwema. Kama ni shabiki wa Arsenal, jiandae kuumia ama kucheka weekend hii. Uwe na wakati mwema. Game time tunavyo sisi.